Na nimewahi kusikia kwamba kama kuna nafasi ngumu ni ya umakamu. Katika zile timu za watu wanne, kama kuna nafasi ngumu inahitaji unyenyekevu sana, ni umakamu. Yaani wewe ambaye ni makamu uijue nafasi yako ni mtihani. Yaani kuwa makamu, yaani unahitaji kujifunza nature ya umakamu. Yaani kama kuna jambo gumu ni kuwa makamu. Kwa sababu kwenye kanuni ya kimaongozi kuna kuwa na timu mbili kwenye leadership. Letu lina sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni mtumishi wa kimkakati. Sasa twende kwenye sehemu ya pili, mtumishi kiongozi. Mtumishi kiongozi. Nimeshatangulia kusema uongozi ni matokeo. Kama hakuna matokeo, hakuna uongozi. Uongozi ni kusababisha utekelezaji. Kama hakuna utekelezaji, hapo hakuna uongozi. Katika Yakobo 1 mstari wa 22, Biblia inasema iweni watendaji wa neno wala sio wasikilizaji tu. Uongozi halisi utaweka malengo. Uongozi halisi utafanya ufuatiliaji matokeo. Uongozi halisi utapima matokeo kama yamekuwa sawasawa na malengo. Ukweli ni kwamba kanisa linaweza kuwa na mafundisho mazuri, lakini bila utekelezaji na bila matunda. Kwa jambo la kwanza ambalo tunajifunza kuhusu mtumishi kiongozi, ni lazima awe kiongozi anayesababisha utekelezaji. Hiyo ndio pointi yetu ya kwanza tunapomtazama mtumishi kiongozi. Tunamjuaje mtumishi kiongozi? Tunamjua mtumishi kiongozi kwa sababu anasababisha utekelezaji. Mtumishi kiongozi anapaswa kuwa na deni kwamba kuna vitu havitekelezeki. Ndio maana wakati mwingine watu wanajinyima hata posho. Unamkuta kiongozi anaiambia kamati yake, hapa tukichukua posho hakuna kitu kitatokea sasa hivi. Naomba tujinyime kwanza posho ili tuweze kuona matokeo. Kwa sababu kama tukila posho hakuna utekelezaji utakaofanyika, kwa sababu kahela kanakopatikana ni kadogo. Kwa hiyo tujidhabihu. Sasa ukishakuwa na kiongozi anataka matokeo na uchumi wetu ni mdogo, na anawaambia wasaidizi wake ya kwamba hapa inabidi tufunge mkanda, tusiwe na posho, ili haka kadogo katusaidie kusukuma matokeo yaweze kutokea. Nyinyi mnaofanya kazi chini ya kiongozi wa namna hiyo, mnatakiwa kumshukuru Mungu ya kwamba tumepata bonge la kiongozi. Kiongozi ambaye anajua ya kwamba bila matokeo sisi hapa hatuna kazi, hakuna maana ya kuwepo hapa. Kiongozi ni kiongozi anapokuwa muda wake umeisha, anaacha legacy, anaacha alama. Unaweza kuona vitu hivi vilifanyika wakati wa uongozi wake. Kwa hiyo pointi yangu ya kwanza tunapomtazama mtumishi kiongozi ni yule anayesababisha utekelezaji wenye matokeo. Sio kama umenielewa, mtu wa Mungu. Utekelezaji wenye matokeo. What difference do you make? Unakaa kwenye kiti na unafanya tofauti gani? Ni kitu gani cha tofauti kwa wewe kuwepo hapo?
Ukiondoka hapo tutamisi nini? Jamani, amina. Tulikwenda jimbo moja, tukakuta kiongozi anawaambia watu, haya mambo ya mpango mkakati mkiendekeza utatukuta hufanye mambo yako. Mimi nilishangaa sana. Na wanaolalamika ni wasaidizi wake, ni wachungaji. Yaani anawaambia watu, kiongozi huyo anawaambia watu, haya mambo ya mpango mkakati usiyaendekeze sana, kwa sababu ukiyaendekeza sana utajikuta hufanyi mambo yako. Unajua kuna kanuni, unajua uongozi ni kanuni. Usipojua uongozi utafanya mambo ambayo ni pumba. Kuna kanuni inasema hivi, diversity in unity and unity in diversity. Njoo ndugu yangu, diversity in unity and unity in diversity ni kanuni. Huu ni mwili. Mkono una kazi yake, miguu ina kazi yake. Huyu ndugu ana macho, ana pua, ana mdomo. Humu ndani kuna figo, kuna bandama, kuna moyo, kuna utumbo na viungo vingine, mifupa. Umenielewa eh? Tunazungumza kanuni, maana unajua unapogombana na kanuni wewe ndo mjinga. Eti ukiendekeza mambo ya mpango mkakati hutafanya mambo yako. Hivi mkono unasema ukiendekeza mambo ya mwili hutafanya mambo yako. Huu mkono una akili? Tuseme ukweli, huu mkono huu unawaambia mkono mwenzake rafiki yangu, mkono ukiendekeza mambo ya mwili utajikuta mambo yako ufanyi. Huu mkono una akili huu? Kwa sababu tuna wajibu wa pamoja, alafu kuna wajibu wako. Wajibu wako hauathiri wajibu wa pamoja, na wajibu wa pamoja hauathiri wajibu wako. Hiyo ndio unity in diversity, diversity in unity. Watu wa binafsi wanafikiri ya kwamba akibaki anafanya mambo yake na hafanyi mambo ya pamoja atafika mbali. Huo ni uongo. Ni sawa na mkono unasema sina haja na mwili kwa sababu mimi ni mkono. Hili ni jambo ambalo hata Yesu katika kitabu gani? Katika Wakorintho amekataa. Jicho ni la maana kwa sababu lina uwezo wa kuona, viungo vingine havina uwezo wa kuona. Kwa hiyo jicho litaza sina haja ya mwili. Hiyo itakuwa ni sawa sawa? Sio sawa sawa. Unajua hawa mitume na manabii wametuletea shida sana. Wamekuja na mafundisho ya ajabu ambayo wala hayawezi kutupeleka popote. Ndio unashangaa kila mtu anataka kuasi. Yaani watu ni watie lakini wana madhehebu yao mfukoni. Yaani anawaza kuondoka. Anaamini akiwa askofu atafanya vizuri. Hebu nisaidie kumwambia, hebu tulia bwana, acha fujo. Nimesema kanuni namba 1, uongozi ni kusababisha utekelezaji wenye matokeo. Hebu sema pamoja na mimi, uongozi ni kusababisha utekelezaji wenye matokeo. Namba 2. Okay? Mtumishi kiongozi
ni yule anayeweka malengo na kuuza maono. Anaweka malengo na kuuza maono. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 14 anasema, na kaza mwendo nipate kufika. Na kaza mwendo nipate kufika. Afike wapi? Kuna mahali alikuwa anataka afike. Kuna mahali alikuwa anataka afike. Kwa hiyo unamwona Paulo mtume alikuwa na lengo namba 1. Paulo mtume alikuwa ana mwelekeo namba 2. Paulo mtume alikuwa ana nidhamu. Kwa hiyo unaona kiongozi mwenye malengo na kuuza maono, tunaweza tukapata mfano wake kutoka kwa Paulo mtume anaposema kwenye Wafilipi 3:14 anasema na kaza mwendo. Anasema na kaza mwendo. Kaza mwendo maana yake ni kujituma. Anajituma, anajibidisha, anajitoa, anajihimiza kwa sababu ana lengo, kwa sababu ana direction. Kuna mahali anataka afike. Anajinidhamisha kwa sababu kuna vitu anataka atimize. Kuna mtu mmoja anaitwa Simon Sinek. Anasema people don't buy what you do, they buy why you do it. Yani watu wanaweza kuhamasika sio kwa kile ambacho unakifanya, ila wanaweza kuhamasika wakijua kwa nini unafanya. Yani kinachokusukuma wewe kufanya ni nini. Watu wakijua dhamira yako njema, watu wanahamasika kuliko wakiona unafanya. Kuna watu wanafanya vitu vizuri lakini kwa dhamira mbaya. Kinachomsukuma kufanya, kinachomsukuma tenda, kinachokumsukuma watu anawaambia twende, sio kitu kizuri. Lakini watu wakijua dhamira yako ni njema, dhamira yako ni baraka, watu wanahamasika. Unapowaambia watu kwa mfano, hatutakuwa na posho kwa sababu 1, 2, 3, watu wanahamasika wanapoiona nia njema. Lakini kama watu hawaioni nia njema, wanakuona katili, wanakuona hujali, wanakuona huna lengo zuri. Lakini wanapoiona nia njema, watu wanahamasika. Na usilazimishe watu wakuelewe, watu wakuelewe. Usilazimishe watu wakuelewe, jitahidi watu wakuelewe. Usilazimishe watu watake kukuelewa, jitahidi watu wafikie mahali wakuelewe. Unapokuwa kiongozi, usiwe mkali tu, kwa nini hamnielewi? Utawapoteza watu. Fanya kila linalowezekana watu wakuelewe. Jamani, amina? Nasemaje? Fanya kila linalowezekana watu wakuelewe, kwa sababu watu wakikuelewa watahamasika kwenda pamoja na wewe. Ndio huyu mwandishi anasema people don't buy what you do, they buy why you do. Kwa hiyo watu hawatishwi na program nzuri au budget nzuri au mikakati mizuri. Watu wanaguswa na kusudi. Kusudi ni nini? Maono haya yamebeba nini? Moto wa kiongozi ni upi? Jambo la 3, kiongozi mtumishi lazima uwe na mpango ulioandikwa. Maneno haya tunayapata pia kwenye Habakuki sura ya 2 na mstari wa 2. Kwenye Habakuki 2:2 inasema iandike njozi yako, iandike ndoto yako, yaandike maono yako. Uwe na mpango ulioandikwa. Unajua kuandika mpango kuna faida kubwa sana. Mpango ambao haujaandikwa na mpango ulioandikwa
una uzito tofauti. Mambo mengi mazuri unayoona leo yalitokana na wazo. Mambo mengi mazuri, mpango unakuja kama wazo, na lile wazo ukiliandika siku moja. Ili kanisa nalochunga mimi sasa, ni ndoto niliota nikiwa masaa 8 nasafiri kwenda Ghana. Nimekaa katika utulivu, sina mtu nayemfahamu kwenye ndege, ninasafiri masafa mengi, napita Nairobi na kwenda Ghana, masaa 8 juu ya ndege. Katika kutafakari nikaona kama kitu kina download hivi kwenye moyo wangu. Nikachukua karatasi nikaanza kuandika. Niliandika mambo mengi ambayo Mungu alikuwa ananisemesha. Leo tunazungumza habari ya kanisa ambalo limepandwa Dodoma. Lakini yale ningeacha moyoni tu, huenda leo yasige kuwepo. Na niliporudi nyumbani nilimkalisha mke wangu, nikamwonyesha yale yote niliyoandika. Nikamwambia ninaona hivi, ninaona hivi, ninaona hivi, ninaona hivi, ninaona hivi. Leo tunazungumza habari ya ndoto ambayo sasa inaishi. Tunazungumza habari ya ndoto ambayo sasa iko hai. Tunazungumza habari ya ndoto ambayo iko tangible, tayari imeanza kuchanua. Habakuki anasema iandike njozi yako. Tunaweza tukasoma andiko hilo. Hebu fungua pamoja na mimi Habakuki 2 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema Bwana akanijia. Naam. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Iwe wazi sana katika nini? Katika vibao, ili aisomaye aisome kama maji. Oda hapa ni iandike njozi yako. Ngoja nikupe nukuu moja hapa. Katika Mithali sura ya 11 mstari wa 14. Katika Mithali sura ya 11 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa washauri huja wokovu. Plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed. Uongozi bora ni ule uongozi unaoshirikisha wengine. Uongozi bora ni ule uongozi unaojenga timu. Uongozi bora ni ule uongozi unaojenga mfumo. Mtumishi wa Mungu, kama kuna jambo moja la muhimu sana, ni kujenga timu ya pamoja. Ni kujenga timu ya pamoja. Unajua sasa hivi hata mzee Mtoka Mbali haumizi kichwa sana, kwa sababu amefanikiwa kujenga timu ya kamati kuu ya utendaji. Amefanikiwa kujenga timu ya kamati kuu ya utendaji. We are working as a unified team. Lakini ukisha kuwa na uongozi, katibu anapambana na mwenyekiti si na mkurugenzi. Yaani kuna mapambano. Makamu anapambana. Na nimewahi kusikia kwamba kama kuna nafasi ngumu ni ya umakamu. Katika zile timu za watu 4, kama kuna nafasi ngumu inahitaji unyenyekevu sana, ni umakamu. Yaani wewe ambaye ni makamu, uijue nafasi yako ni mtihani. Yaani kuwa makamu, yaani unahitaji kujifunza nature ya umakamu. Yaani kama kuna jambo gumu ni kuwa makamu. Kwa sababu kwenye kanuni ya kimaongozi kuna kuwa na timu mbili kwenye leadership.
Kuna vision bearers na kuna watendaji. Vision bearers ni makamu na askofu kama ni jimboni. Kama ni section ni mwangalizi na makamu wake. Kama kwenye idara ni mkurugenzi na makamu wake. Hawa ni mguu mmoja. Hawa ni vision bearers. Hawa ni wabeba maono. Halafu watendaji ni katibu na mtunza hazina. Sasa kukuta kuna shida kati ya katibu na mtunza hazina ni nadra sana, kwa sababu wao wanasubiri waambiwe tekeleza. Huyu atatekeleza kwenye eneo la hazina, huyu atatekeleza kwenye eneo la utawala. Katibu ni eneo la utawala, mtunza hazina ni eneo la hazina. Lakini hawa wawili ni vision bearers. Sasa kwenye vision bearers kuna kichwa na kuna shingo. Makamu ni shingo, lakini ubongo ni mwangalizi, ubongo ni askofu, ubongo ni mkurugenzi. Yeye ndiye anayeleta ideas na kusema iwe hivi. Makamu akipinga, katibu na mtunza hazina wana wakati mgumu sana. Yaani kukisha kuwa na mgogoro kati ya kiongozi na makamu wake, huku mabehewa yatakuwa na shida sana. Kwa hiyo tunamuomba Mungu atupe makamu mwelewa. Tukisha kuwa na makamu anayetaka kuwa kichwa, yani anagoma kuwa shingo, kwa sababu anaamini na yeye ana ubongo, huo uongozi utakuwa na shida sana. Yani ukisha kuwa makamu, tuliza mpira. Umakamu unataka discipline ya kiwango cha hali ya juu sana. Kama kuna mtu mmoja amenifundisha nidhamu ya umakamu, ni mzee ni Dr. Magnus Muhichi. Yani unasikia anasema kwa kuwa mzee ameshasema tufanye hivyo. Hatuna mgogoro hata wa bahati mbaya. Hata wakati anapokuwa anadhani ya kwamba ingelikuwa vinginevyo, wewe wajibu wako ni kushauri. Wewe ndio mshauri namba moja wa kichwa. Unakiambia kichwa tusifanye hivi kwa sababu tukifanya hivi haitakuwa hivi. Unamshauri kwa busara zako zote mpaka ufanikiwe. Ikiwa haiwezekani, tulia, sio wakati wake. Lakini kukisha kuwa na mgogoro kati ya kichwa na shingo, huku kwingine hakutapata matokeo, kwa sababu hawa viongozi wawili wanapingana. Ni kitu kibaya sana kwa makamu, alafu unatoka kwenda kuwaambia washirika, unaenda kuwaambia wengine, katibu hii sio sawa, tugome. Nani makamu, mtunza hazina, tugome. Unaenda kule kwa watendaji kule chini, unajua nyinyi viongozi wa matawi, haiwezekani. Hiki kichwa ni kibovu. Tuna bahati mbaya sana, tuna kichwa kibovu kabisa. Hakuna kitu kitafanyika kwa sababu tuna tatizo na makamu. Mimi nafikiri kuna haja ya kuweka semina za makamu peke yao. Wangazi zote makamu wakae chini, tuwasaidie kuelewa umakamu maana yake nini. Kwa sababu makamu anaweza kusababisha kazi iende au kazi isiende. Na hasa makamu anapoamini ana akili. Na ni kweli makamu wana akili, kwa sababu ili uwe mshauri unahitaji kuwa na akili. Lakini unaitumiaje akili yako ili umsaidie kichwa kufanya anachotakiwa kukifanya? Hebu nione makamu wote bila kujali uko ngazi gani. Nyosha mkono makamu. Nyosha mkono makamu. Sasa wewe ulio karibu na makamu mwambie wewe ni baraka. Lakini usipokaa vizuri wewe ni balaa. Mwambie wewe ni baraka sana. Makamu nyosha mkono, nyosha mkono. Mwambie wewe ni baraka sana. Lakini usipokaa vizuri wewe ni balaa. Yaani hapa mimi nimekaa na bomu linanilipikia saa yoyote hapa. Makamu ni baraka sana.
Makamu ni baraka sana. Na ndio maana vizuri, nenda kachukue mwongozo, soma wajibu wa makamu. Utaona wajibu wa makamu pale. Nenda kwenye katiba, utaona wajibu wa makamu. Soma wajibu wa makamu pale. Utaona majukumu yake pale. Ni mazuri sana. Utaona unaanzia wapi, unaishia wapi. Neema ya Bwana iwe pamoja nanyi, na tukawe watumishi viongozi. Jamani, amina. Mungu awabariki sana. Naomba tusimame. Inua mkono wako namna hii. Sema, Mungu Baba, ninakushukuru. Tumejifunza uongozi wa kimkakati. Na kwa kuwa kanisa letu ni kanisa la kimkakati, tutafanya vizuri tukizingatia kanuni za maongozi. Na tumejifunza kanuni nyingi za maongozi hapa. Neema yako itusaidie katika jina la Yesu. Amen. Baba mwenye haki, Mungu mkuu, shukuru kwa somo hili la maongozi. Na waweka watumishi wako mikononi mwako, nikiamini Baba kanuni hizi za maongozi ambazo tumejifunza zitatusaidia na zitatuwezesha kutimiza ndoto ya kanisa letu katika kila ngazi mahali ulipotuweka kutumika. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana.